hizi huzuni na makero yanayotupata, njia pekee ya kuondoa ni kukimbilia kwake. Allah subhanahu wa ta'ala hakuacha hivi hivi, akatubainia hilo. Kero za moyo, huzuni, hakuna njia nyingine ya kuziondoa ila ni kukimbilia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ukamlilia yeye. Tunapata haya pale aliposimulia hikaya ya Nabii Yunus alayhi salam, ambaye alipatwa na kero kubwa baada ya kuwa hakufuata vizuri mwongozo wa Allah. Hajaruhusiwa kuondoka kwenye mji aliokuwa amekwenda kuwafikishia watu wake ujumbe. Watu wakakataa, na yeye akajua kwamba ujumbe ukikataliwa panakuja adhabu. Sasa akaamua kuondoka kwa sababu adhabu itakuja, lakini hajaruhusiwa kuondoka. Alipokimbilia baharini, akapata jahazi imejaa mzigo inaondoka, naye akaomba kuingia, akaingia. Jahazi ile ikapata misukosuko mikubwa sana. Watu wakatizamana, wakasema hapana, hapa tupige kura, kuna mtu hayuko sawa sawa. Walipopiga kura, inamwangukia yeye Nabii Yunus. Wakapiga tena, inamwangukia yeye. Walikuwa wana taratibu zao wenyewe wanazozijua. Nabii Yunus alipoona mara ya tatu imemwangukia yeye mwenyewe, akajitosa baharini. Alipojitosa baharini, kuna askari wa Mungu anamsubiri. Mungu ana askari wake wengi kila pahali. Pale baharini alikuwa yuko askari aliyetumwa na Allah anamsubiri. Alipojitumbukiza tu, akafungua mdomo, akammeza mara moja. Alipommeza, lakini hakumgeuza chakula tumboni, kwa sababu yeye ni askari wa kumuhifadhi, amuingize jela tu. Akaingia kwenye tumbo la nyangumi, akawa yuko jela pale amefungwa. Nabii Yunus akazingatia, akaona hapana, hii si bure. Tumbo la samaki limemuingiza, ameingia tumboni, lakini hakugeuka chakula, yuko mzima. Na Mungu akalifanya lile tumbo transparent, linaonyesha, anaiona bahari na anaona viumbe wa baharini. Akajua hapa mimi nimeingizwa jela, nimekosea. Njia ni nini? Ni kurudi kwa Allah niliyemkosea. Kero lile la kujua amekosea, nafsi yake imepata tabu, anamtaka Allah muombe msamaha, akamwelekea Allah akamuomba. Imerekodiwa katika surat Al-Anbiya aya ya 87 na 88. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Nabii wa Mwenyezi Mungu akamuita Allah. Allah anasema akaita akiwa katika giza nene. Giza limezungumzwa kwa ujumla nyingi, giza kubwa, giza la bahari, giza la tumbo la samaki, giza la usiku. Anatembezwa, anaona viumbe wa Mwenyezi Mungu, macho tu yanaonekana gizani. Akamwambia Allah, la ilaha illa anta, hapana anastahili kuabudiwa, hapana anastahili kutumikiwa ila ni wewe. Subhanak, ukamilifu wa sifa ni wako. Inni kuntu minadh-dhalimin, kwa hakika mimi nimekuwa katika waliodhulumu nafsi zao, nimeidhulumu nafsi yangu, nisamehe. Akaendelea akisema maneno hayo mara kwa mara, akayasema mara kwa mara. Kuna viumbe wa Mwenyezi Mungu, malaika, walikuwa wamezoea kuisikia sauti hii usiku ikisema maneno mengi ya tasbihi, na wanaona tasbihi hizi zilikuwa zikitoka na swala zinatoka kwenye nyumba ya mja mwema huyu. Lakini sauti hii leo wanaiona inatokea baharini. Wakakagua wakakuta amemezwa huyu. Wakamwambia Allah, mja wako yuko kwenye tumbo la samaki,
tulimzoea huyu kumsikia hivi na hivi. Allah anawaambia namjua vizuri mja wangu, niachieni mwenyewe. Nabii Yunus akaendelea kumlalamikia Allah akisema sifa hizo, anamsifu Allah, nafsi yake anatamani asamehewe tu, amemkosea Allah. Swala la kuwa atatapikwa, atatolewa kwenye tumbo, hii habari nyingine, lakini Allah, nimedhulumu nafsi yangu mimi kuondoka kule, hujanipa ruhusa. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika maneno haya, fastajabna lahu, tukamuitikia maneno yake aliyokuwa akiomba. Wanajainahu min alghammi, tukamwokoa kwenye kero lile alilokuwa nalo. Maneno ya mwisho mazuri sana, ni habari njema tunaelezwa watu wote mpaka kiyama. Wakadhalika nunjil mu'minin, na kama hivi tulivyomwokoa Yunus, ndiyo hivi hivi waja wote watakaokimbilia kwa Allah waumini. Wakadhalika nunjil mu'minin, kama hivi tutawaokoa waumini. Hizi ni habari njema, hizi zimo kwenye kitabu chetu. Tukikereka namna hii tukapata shida, tumkimbilie Allah, tumwambie la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allah ametuahidi wakadhalika nunjil mu'minin, kama tulivyomwokoa Yunus ndio hivyo hivyo tutawaokoa waumini. Tunamshukuru Allah ambaye pia ametubainia, akatuwekea wazi kwamba kuelekea kwake kwa maombi, ukimuomba Allah ukafanya tasbihi na dhikri, ukadumu kufanya ibada, vitu hivi ndio kinga na ni sababu ya kuondoa kero na huzuni kwenye mioyo. Ameturikodia tena Allah subhanahu wa ta'ala akisimulia habari ya nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iliyoko katika surat al-Hijri aya ya 97 mpaka 99. Anasema Allah, walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lam, na kwa hakika tunajua Muhammad, annahu yadhiqu sadruk, kwamba kifua chako kinapata dhiki, bima yaqulun, kwa haya wanaoyasema watu wako, wanakusema vibaya, unapata dhiki sana, tunajua hilo. Sasa nini dawa? Fasabbih bihamdi rabbik, msifu Bwana wako kwa sifa zake. Sabbihillah, msabbih Allah kwa sifa zake. Wa kum minas sajidin, na uwe katika wenye kusujudu, usujudu msifu Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na uwe unamtumikia Bwana wako, umwabudu yeye tu mfululizo mpaka mauti ya kuchukue. Hizi ndizo zitakazoondoa hayo yanayokusumbua Mtume. Tunajua wanasema vibaya, wanakusema vibaya, wewe msabih Bwana wako, utaondokwa na kero hilo. Mafundisho haya ndugu zangu tunayo. Tukiona tuna mambo yanatuzongazonga, tusisahau, iwe ni kawaida yetu kumsabih Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Matamshi mawili anayapenda sana Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe tunayarudia, tunamuomba Allah. Tudumu kuswali baada ya swala za lazima na swala nyingine za sunna. Haya ndiyo mambo, ndiyo kinga za kutuweza kutukinga na kutuokoa na kero hizi. Tusikimbilie kuvaa hirizi wala kukimbilia sijui mafuta gani ya upako wala nini. Tunazo hazina, tumezisahau. Hebu tukumbuke ndugu zangu, kipindi tulichonacho, tunachoishi nacho sasa hivi, kero za moyo, huzuni zimeenea sana, mpaka ma TV ukiasikiliza kila mtu ana stress, watu wanazungumzia stress. Misongo ya mawazo ndio mazungumzo siku hizi. Stress, misongo ya mawazo, kila mtu ana usongo wa mawazo. Mnajua ni kwa nini ndugu zangu? Msongo wa mawazo ni kwamba tumeitolea macho sana dunia mpaka tukasahau kwamba ni sehemu ya kazi, mtihani kumtumikia Allah.
Tumejisahaulisha mpaka tukaona kama tumefika. Kila mmoja anaandaa kufika. Kule kuwa umejiandaa kufika, utawaangalia waliokuzidi tu siku zote, kwa sababu unataka kufika. Utasahau kwamba una wengine umewazidi. Hilo ndio tatizo hapo. Msongo wa mawazo, husda zinaanzia hapo. Fulani mimi sijakuwa kama yeye, fulani kwa nini, fulani kwa nini, mbona kuna na wewe, kwa nini? Basi iko na hiyo pia. Kabla hujamkimbilia Allah kumwambia nataka hili, hebu shusha macho chini uangalie, kuna mangapi sijashukuru, kuna neema ngapi ambazo ninazo sijashukuru. Tena ungeweza ukaishi vizuri pengine kwenye hizo ulizo nazo, na unaweza ukaenjoy kabisa kwenye neema hizo, lakini kwa kuangalia ambazo huna unazikimbilia hizo, mpaka ulizo nazo na uzuri wake huuoni. Hivyo misongo ya mawazo, sijui msongo wa mawazo, shida kubwa ni hilo, kubwa kabisa. Kwa sababu ndugu zangu, huyu binadamu ni mwili na roho. Si tumekimbilia kuishibisha miili, kumbe na roho zilikuwa zinatakiwa zishibe. Roho zinaugua, zinatakiwa zipate dawa, na dawa sio ugali, dawa sio mavazi, dawa sio kujenga. Dawa za roho sio hizo. Angalia, Allah ametuambia kalima moja lakini fupi, ala bidhikrillahi, bidhikrillahi basi, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Zinduka ujue, kwa kumkumbuka Allah na kumtaja tu mioyo inapata utulivu. Kalima fupi, kumkumbuka na kumtaja, mioyo ndipo inapopata utulivu hapo. Kwa hiyo roho zetu tiba zake ni dhikrullah, ni kumtii Allah na kumkumbuka na kumtaja. Ukakumbuka mimi ni kiumbe niliyetumwa hapa, nina kazi nifanye, nikimaliza hiyo niondoke. Sasa tulipokuwa tumeona kama vile tunakaa kwa kujisahaulisha, hapo ugonjwa unakuja, kero zinakuwa nyingi sana. Kuna mja mwema katika waja waliotangulia anasema maneno haya, ajibtu liman ightamma wa lam yafza ila qauli llahi ta'ala. Nashangaa sana kwa mtu aliyepata fadhaa, akawa amepata matatizo ya roho, ugonjwa, anapata shida, asikimbilie kwenye kauli ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Asikimbilie maneno hayo. Kwa nini? Mja huyu anasema fa inni wajadtu Allah yaqibuha biqaulihi, kwani mimi nimekuta Allah aliposema maneno haya, kinachofuata mbele akasema hivi, fastajabna lahu wa najjaynahu min algham. Yani huku mwanzo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, maneno yako hayo, Allah pale pale mbele tu akasema tukamuitikia, fastajabna lahu, tukamuitikia mja wetu aliyesema hivyo. Halafu mbele akasema wakadhalika nunji almu'minin, na kama hivi tutawaitikia waumini, tutawaokoa. Sasa kwa nini usilisikie hilo ukalifuata? Ndugu zangu, haina maana kwamba waja wema au wanaomtii Allah huwa hawapati nao baadhi ya nyakati matatizo ya kimoyo wakasumbuka. Huwa nao pia wanapata mishkila ya namna hii vile vile, lakini kwa kuwa yeye ni mtiifu kwa Allah, anapopata tatizo hilo mara moja anakumbuka na linatibika, hana haja ya kwenda kutafuta hirzi. Matatizo haya ya moyo yanasababishwa na shetani sana. Ndiye anayetupambia husda, anayetupambia kuona tumefika. Allah subhanahu wa ta'ala hilo pia ametuambia, anasema inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa, hakika shetani kwenu ni adui na nyinyi mfanyeni adui. Shetani ni adui, mfanyeni adui. Kwa hiyo shetani ana tabia ya kupamba. Akipamba tu akili inahama, ikihama unaelekea kuona kama vile mi sina kitu, mi nimechoka, wenzangu wamenizidi wote. Kumbe sivyo, kuna wengi tu umewazidi. Kuna neema tupu nyingi 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 zimekuzunguka, wala uzilipii. Hatulipi, bure tu. Kwa hiyo mja mwema akiguswa tu na shetani
yeye mara moja anakumbuka, kama anavyosema Allah katika surat Al-A'raf aya 201, innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru, hakika wale wacha Mungu, idha massahum ta'ifun minash shaitani, pindi unapomgusa yeye mguso au ule wasiwasi minash shaitani, kutoka kwa shetani, tadhakkaru, mara moja tu humkumbuka Allah, wakakumbuka adhabu ya Allah, wakakumbuka neema za Allah, basi faidhahum mubsirun, mara tu wanakuwa ni wenye kuiona njia ya sawasawa. Ndugu zangu, kuna rehma za Allah ambazo amezieneza kwa watu wote hapa duniani. Jina lake Ar-Rahman zimewaenea kila mja, lakini kuna rehma nyingine ni khaswa. Hizi rehma khaswa huwa hazipatikani mpaka tujisogeze kwa Allah, tujipendekeze, tutubu. Tukifanya namna hii, rehma hizi zinakuja. Tukijisahau, basi tutapata zile rehma za wote tu, rehma ambazo hata Ibilisi alipata, naye si anaishi mpaka leo. Alimwomba Allah, mimi nikae mpaka, akaambiwa utakaa. Hiyo pia rehma yake Allah, rehma amma kwa wote zile, hata Ibilisi, Firauni wote walizipata. Karuni pia alizipata, rehma amma kwa wote. Lakini rehma khasa hizi, urudi kwa Allah, jipendekeze kwa Allah, tubu, hizi zinapatikana. Hebu tusikilize hadithi hii uone rehma khasa inakujaje. Hadithi al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, anatuita, yabna Adam, mwanadamu wewe, tafarragh liibadati, shughulika wewe kunitumikia mimi, kuniabudu mimi, unitumikie mimi tu. Sikiliza rehma khasa, ukifanya hivyo, amlau sadraka ghina, nitajaza kifua chako kutosheka. Qanaa, huku kutosheka huku hawapati watu wote. Ukimtumikia Allah anakupa hiyo rehma khasa. Na ya pili, wa asuddu faqraka, na nitaziba mapengo ya mahitajio yako, nasimamia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kumcha Allah, Allah anampa mapito. Nitasimamia mambo yako. Wa illa taf'al, kama hutofanya hivyo, utapata zile rehma nyingine zaidi kwa wote. Zile ni hivi, usipofanya hivyo, usiponitumikia, amlau yadaika shughla, nitaijaza mikono yako kazi nyingi, nitakushughulisha, shughuli zote utakuwa unazo, na mapesa utapata, na kila kitu kipo. Lakini walam asuddu faqrak, wala sitoziba mapengo ya mahitajio yako. Kila kitu unacho, lakini saa zote unababaika tu. Nini? Hujapata rahma khasa. Mwenyezi Mungu atulinde na shari hiyo, na atujalie kuwa ni wenye kuona, tufuate yaliyo mazuri.